Naitwa Safari Fipo Kabadi. Ndani ya tukio na mimi nilikuwa miongoni, ningepoteza hata maisha. Maana tembo walipita wengi zaidi ya tembo 130 kitu. Baadaye tembo waliopita ile kundi la kwanza, kumbe nyuma tulikuwa tujue kwamba kuna nini, tulijificha ndani. Baadaye kumbe nyuma ilikuwa tena tembo wawili na mtoto. Huyo ndio alifanya madhara. Baada ya kutoka nje, huyo tembo kumbe ametuona tena, tukakimbia tena ndani. Ndio akazunguka kaja kagonga nyumba, na mimi sababu nilikuwa mwasirika, ningepoteza maisha, nikaingia kwenye hiyo nyumba. Ndio kaja kagonga hiyo nyumba, tukajificha uvunguri wote, basi mapangano hivyo hivyo, ndio kaezua hiyo nyumba basi. Ndio hivyo hivyo. Aha. Ilikuwa majira saa ngapi? Majira saa 1:30 hivyo. Asubuhi. Shuhudia wengine walikimbia ndani ya nyumba. Wote tukimbia, maana hapa kwenye mji kulikuwa na nyumba mbili. Wengine walikimbia mule, sijua wangapi. Wengine tukaingia kwenye nyumba ile wazirio. Mlikuwa kwenye nyumba ile wazirio. Tulikuwa watu watatu. Mama mwenye mji na mtoto na mimi. Tembo mwenyewe alikuwa kama amepita kidogo tu. Sijui baada siku tuona kimbia kabisa, sisi nini akarudi, tukasikia amepiga mruzi, tukarudi tukajifungia ndani tena. Kufika kwamba amepita ndo akaja kagonga nyumba na kuwezua. Matukio haya ya tembo kuwezua nyumba ama kuleta uharibifu ni jana tu peke yake ama? Hapana, mara kwa mara. Yaani zina mazoea. Mara hizi tuseme kwamba ni njia zao zimezoea kupita haya maeneo mara kwa mara. Na sio leo. Aha, kwa hiyo huwa anaharibu nini na nini? Tofauti na nyumba ile. Wanaharibu, asilimia kubwa wanaharibu mazao. Kwa kama mazao kama mahindi, mabustani, huko tupo kando ya ziwa. Sasa wengi wamelima mabustani, zinaharibu sana. Baada hapo, baada ya tembo kuwezua nyumba, waliondoka. Basi tukatokeza ndio wananchi wakaja wengi kuja kushuhudia. Kuna watu wamekufa pala au imekuweje. Ndani ya serikali mimi naomba ijaribu kuwazuia, tusijua utafanya utaratibu gani wazuie, maana yake pori kwenye hii guba ya Spiki wamesogeza karibu mno hii. Kwa hiyo hifadhi ya Serengeti guba ya Spiki imeshazoea karibu na Tairo hii. Kwa hiyo sisi tufanyeje? Wajaribu kuwazuia tu. Ndio na sisi tuishi. Kwa jina naitwa Robi Kikoi, mkazi wa Tairo. Tukio hili kwa kweli hata mimi nilishuhudia na nilikuwepo. Nilikuja hapa asubuhi muda saa 1:30 kama tunaenda ziwani, ili kuchukua kaseti kama tunaondoka, tayari tembo kwa zimeshavagaa. Baada ya kuwa zimeshavagaa, tukabidi tukimbilie ndani. Tukimbilia ndani, tuligawanyika. Mbele kwenye nyumba ya mzungu tuliingia watu 6, huko wakaingia watu 3. Baadaye zile tembo kundi la kwanza zilipita. Hatukujua kwamba nyuma kuna zingine. Kwa baadaye tunatoka nje tunajua kwamba tembo zimeshapita, zimeishako. Kushtukia kumbe zingine ziko nyuma. Zile za nyuma sasa zikaja, ndio tukaingia tena kurudi ndani. Kurudi ndani ile zimepita, ile dume ndio ikarudi, kaanza kueziwa nyumba. Nyinyi mlisikia nini mlikuwa kwenye nyumba ya pili? Ilipiga mruzi na kurudi. Tukasikia mabati tu yanafanya. Basi baadaye tukatulia, kuna dogo tukaona nikamwambia kama fungua uone, akasema kama nimeshaondoka, lakini baadaye akasema hii hapa imerudi tena. Tukarudishia mlango. Maana kaja tena ya pili tena ikabomoa sasa. Baada ya kwa sasa zimeshaondoka, tulipotoka nje tukakutana na mabati moja hapo, mabati ndio ilirusha mpaka karibu na nyumba ile pale. Sasa bibi kwamba anaenda kuna mtu ndio ameruka kuenda pale, ikarudi kumbe ile kanyage, tukakuta ni bati. Serikali tuomba tusaidie. Mali asili nafikiri walikuja mpaka jana hapa. Kwa majina naitwa George Joshua Daudi. Mimi ndiye mwenyekiti wa mtaa wa Tairo. Jana mnamo wa saa 2 nilipata taarifa, nilipigiwa simu na Juma Saria kuwa kuna uharibifu umetokea hapa kwake. Baadaye nilichukua jukumu nikaja. Baada ya kuja kwa kweli nilikuta uharibifu umefanyika kiasi kikubwa sana. Na baadaye niliamua dakika chache kidogo nikawa nimepata taarifa kuwa maliasili tayari wameshapewa taarifa na walikuja mpaka kwangu na nikawapa taarifa, na nimeongea na bwana shamba, nimekubaliana naye kesho atakuja na tutaenda tumpe huyu bwana fomu ili aende kwenye ofisi ya maliasili Bunda. Na pia kwa kweli swala la tembo limekuwa ni kero katika mtaa wetu. Tunapolima mazao uharibifu unafanyika, tunatathminiwa, wanasema ni kifuta machozi, lakini hatuipati kwa muda mwafaka. Unajaza fomu, tumeshajaza fomu asilimia, yani kila awamu, lakini sasa hakuna hata majibu yanayotokea. Kwa mfano mwaka huu 2025 tangu tuanze tumeshajaza fomu na mpaka sasa hivi katani hazina haki. Wananchi wenye walioweka fence za katani kwa kweli zinangolewa. Wanaolima bustani kwa kweli wanafanya tathmini, lakini majibu hamna. Mimi nilikuwa na shauri tu serikali kwa kweli waangalie
ni jinsi gani ya kuweza kutusaidia, na pia huyu bwana Juma apate msaada ya kuweza kujengewa nyumba kama inawezekana, ili familia wapate haki zao. Yaani hapa imekuwa sasa ni mara kwa mara, na zaidi sasa wenzetu Watamau walivyohamishwa, sasa imekuwa ni barabara yao. Yaani tunaomba tu serikali waone ni jinsi gani, baki ukiangalia sekta ya utalii inaingiza hela, lakini tunapata shida, lakini hatujaliwi kama serikali, hawatujali kwa kweli.